Mapigano makali yameripotiwa tangu asubuhi ya Jumamosi Januari 17 katika kijiji cha Kirungu kilichopo katika jimbo la Kivu Kusini, wilaya Uvira, ndani ya utawala wa jadi wa Bavira katika maeneo ya milima. Mapigano hayo yalihusisha waasi wa Twigwa na Red Tabara wanaodaiwa kuwa washirika wa AFC M23 dhidi ya makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yalianza majira saa 1 asubuhi na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kutokana na mapigano hayo, wananchi wengi walilazimika kukimbilia porini ili kuokoa maisha yao. Vyanzo vya karibu na eneo hilo vilieleza kuwa juhudi za kuwasiliana na baadhi ya wanafamilia walioko Kirungu hazijafanikiwa, ila hali inayoongeza wasiwasi juu ya usalama wa raia. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au uharibifu wa mali, huku hali ya usalama ikielezwa kuwa bado ni tete. Hata hivyo, kwa mujibu wa mmoja wa waratibu wa asasi za kiraia katika eneo jirani la sekta Tanganyika, kitongoji cha Basilocha, hali ya utulivu imerejea katika eneo la Pwenzero baada ya mapigano makali kati ya Twigwa na washirika wao wa AFC M23 ambao walipambana na makundi ya wazalendo na FARDC ambayo yalisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Akizungumza na Didas TV, mratibu huyo wa asasi za kiraia alisema kuwa licha ya utulivu wa muda kurejea, bado kuna hofu kubwa miongoni mwa wananchi, hasa kutokana na taarifa kwamba wapiganaji wa Twigwa wanaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo. Tumesema asante na shukrani kwa sababu ni jambo la kushukuru Mungu, kwa sababu tumeona mchana umepita kafadhali, na tulipenda kuwafahamisha kama katika eneo hili la aksi ya Rutemwenga groupement ya Basilocha sekta ya Tanganyika, mapambano yalikuwa makali jana siku ya 5, ambao hawa wa Twigwaneo M23 walikuja kushambulia njia zote, wala lengo lao ilikuwa la kushuka katika kijiji cha Mulima. Walikuja katika njia zote mbili, njia ambao wanaita Nyaruhinga, njia ya Mukoko, zote ni njia ambazo zinatoka Minembwe kujielekeza katika barabara ya huku chini ambayo ni barabara ya Rutemwenga ya kushuka tarafani Fizi. Na vita vile vilipamba moto kuanzia mamida ya saa 3 ya asubuhi mpaka yakafika mamida ya saa 7. Mapambano yalikuwa makali, lakini ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu sababu jeshi letu pamoja na wazalendo walijikaza kabisa na kuwazuia adui na kuwasukuma na kuwarudisha nyuma. Ile ilileta faraja kabisa katika eneo tunamo na katika population ya hii aksi ya Rutemwenga. Vile vita vile havikuishia muhiye eneo moja, lakini hata katika nyanza za juu maeneo ya Pwenzero na kulitoka vita vilikuwa makali sana, na ikasemekana kama hawa wavamizi wanakamata eneo la Pwenzero. Lakini wakati tulifika mamida ya magharibi hiyo jana, siku ya 5, tukasikia kama jeshi letu tena pamoja na wazalendo walipambana na wakadhibiti ile eneo la Pwenzero. Alafu asubuhi ya leo tulishukuru Mwenyezi Mungu, tuliona mapambazuko njema, lakini katika eneo tena la Mulima ni hali ilikuwa mbovu kufatana na milio ya risasi ambayo askari jeshi walikuwa wakifyatua kupiga bila lengo na shabaha. Ile ilileta hofu sana kwa wanajamii ambao wanaishi katika eneo hili. Basi ni yale ambayo tulitaka kuwafahamisha, na vile watu ambao walikimbia kutoka eneo la Pwenzero, wamoja walijielekeza porini na wengine wakajielekeza katika vijiji tofauti kama vile Nakiele, Kanguli, na wengine wakashuka katika vijiji vya Abala na Lusuku. Ni yale ambayo nilitaka kuwafahamisha. Asante. Wakati huo taarifa zimeibuka kuwa makundi ya AFC M23 ambayo yalikuwa yamedhibiti mji wa Uvira yameonekana kuondoka katika maeneo kadhaa. Kuondoka huku
kunadaiwa kuhusishwa na ujumbe uliotolewa hivi karibuni na kiongozi wa AFC M23 akidai kuwa vikosi hivyo vinaondoka ili kurejesha amani. Hata hivyo, kauli hiyo imepokelewa kwa shaka kubwa na baadhi ya raia ambao wanaona huenda ni mbinu ya kivita. Baadhi wanahofia kuwa huenda ni mtego wa kujipanga upya ama kujiunga na vikosi vya Twirwaneho Red Tabara ili kuendelea kushambulia wazalendo na FARDC, jambo linalodaiwa kuungwa mkono na video zinazosambaa mitandaoni. Eneo hilo ambayo imechoshwa na vita vya mara kwa mara vya makundi yenye silaha na kuishi katika hali ya hofu na taharuki, inaomba viongozi wa pande zote kuhakikisha ulinzi wa raia wasiohusika na mapigano. Baadhi ya wakazi wamedai kuwa tangu mji wa Uvira kuangukia chini ya udhibiti wa AFC M23, hali ya maisha na usalama imezorota kwa kiasi kikubwa, huku shughuli za kiuchumi na kijamii zikizorora. Wakati mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikikabiliwa na changamoto hizi za kiusalama, taifa pia imelipata pigo kubwa kufuatia kifo cha Celestin Anzuluni Bembe Shironyonyi, mmoja wa viongozi wa kihistoria katika maisha ya kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Marehemu alikuwa raia wa zamani wa baraza rais wa zamani wa baraza la kutunga sheria la Zaire, chombo kilichokuwa sawa na bunge la taifa la sasa. Celestin Anzuluni amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 82 mjini Bruxelles, Ubelgiji, ambako alikuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua ghafla. Kifo chake kinaashiria mwisho wa safari ndefu ya kisiasa iliyochangia kwa kiasi kikubwa katika ujenzi wa taasisi za nchi katika enzi ya Zaire, na ameacha alama isiyofutika katika historia ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.